Unafahamu kwamba mapacha wanaweza kuzaliwa na baba wawili tofauti? Na kuvuruga vuta pumzi kidogo. Ila ni kweli mapacha wanaweza kuzaliwa na kila mtu akawa na baba yake. Kama haujasubscribe na kusifanya hivyo, weka maoni yako, like na bofya alama ya kengele ili usipitwe na elimu kama hizi. Watu wengi wanajua kwamba mapacha ni watoto wawili wanaozaliwa kwa wakati mmoja. Mara nyingi mapacha hawa huwa na baba mmoja na mama mmoja, lakini kuna tukio la nadra sana ambalo linaweza kufanya mapacha wawe na baba wawili tofauti. Hili linaweza kusikika kama hadithi, lakini katika sayansi ya tiba tukio hili linaeleweka na lina jina maalum kabisa. Wataalamu wa afya uliita heteropaternal superfecundation. Usihangaike na mambo ya kitaalamu, nisikilize mimi. Sasa hebu tueleze jambo hili kwa lugha rahisi sana. Naomba umakini wako hapa. Kwanza tuanzie hapa. Hivi mtoto utengenezwa vipi? Kwanza, ili mtoto apatikane, vitu viwili vinahitajika: yai kutoka kwa mama, mbegu za kiume kutoka kwa baba. Yai na mbegu vinapokutana ndani ya mwili wa mwanamke, ndipo mimba inaanza ama kutengenezwa. Kwa kawaida, mwanamke hutoa yai moja kila mwezi wakati wa hedhi. Yai hilo hukutana na mbegu za mwanaume mmoja. Ndiyo maana mtoto huwa na baba mmoja. Sasa hawa mapacha hutokeaje? Mapacha wanaweza kutokea kwa njia mbili. Namba moja, mapacha wanaofanana sana. Hapa yai moja hukutana na mbegu moja, halafu baadaye linagawanyika mara mbili. Ndiyo maana watoto hawa hufanana sana. Namba mbili, mapacha wasiofanana sana. Hapa mama hutoa mayai mawili tofauti. Kila yai hukutana na mbegu tofauti. Ndiyo maana mapacha hawa wanaweza kufanana kidogo tu. Sasa inawezekanaje mapacha kuwa na baba wawili? Katika hali nadra sana, mwanamke anaweza kutoa mayai mawili katika kipindi kimoja. Halafu ndani ya siku chache yai la kwanza likakutana na mbegu za mwanaume mmoja baada ya kukutana kimwili. Kisha yai la pili likakutana na mbegu za mwanaume mwingine baada ya kukutana. Matokeo yake ni kwamba mtoto mmoja anakuwa na baba mmoja, mtoto mwingine anakuwa na baba mwingine, lakini bado watoto wanakuwa mapacha na wana mama mmoja. Umeona Tukio kama hili hutokea mara ngapi? Hali hii ni nadra sana. Wataalamu wa afya wanakadiria inaweza kutokea kwa takribani mwanamke mmoja kati ya wanawake milioni 1 wanaopata mimba. Ndiyo maana tukio hili linaonekana kama jambo la ajabu sana, lakini haimaanishi kwamba tukio hili halitokei. Madaktari hugunduaje hili? Katika tafiti za kitabibu, visa vya aina hii vimegunduliwa hasa wakati wa migogoro ya baba wa mtoto, paternity test, ambapo DNA inaonyesha kwamba mapacha wana baba tofauti. Hali hii hugunduliwa kwa kutumia vipimo vya DNA. Vipimo hivi huangalia vinasaba vya watoto, vinasaba vya baba.
Kama vinasaba havilingani kwa watoto wawili, madaktari wanaweza kugundua kuwa baba ni wawili tofauti. Je, watoto wanaathirika kiafya? Kwa kawaida hapana, hawapati athari yoyote kiafya. Watoto wanaweza kukua vizuri kabisa kama watoto wengine. Tofauti yao kubwa ni kwamba wana baba wawili tofauti, lakini mama ni mmoja. Ushauri wa kiafya na kijamii. Kutokana na tukio kama hili, kuna mambo muhimu ya kukumbuka. Namba 1, elimu ya afya ya uzazi ni muhimu. Watu wanapaswa kujifunza jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi ili kuepuka mkanganyiko. Namba 2, uwajibikaji katika mahusiano. Mahusiano ya wazi na yenye uwajibikaji husaidia kuepuka matatizo ya kijamii na kifamilia. Namba 3, vipimo vya afya vinaweza kusaidia katika hali za utata kuhusu baba wa mtoto. Vipimo vya DNA vinaweza kutoa majibu sahihi. Namba 4, watoto hawapaswi kulaumiwa. Watoto hawachagui jinsi wanavyokuja duniani. Wanahitaji upendo, malezi na ulinzi kutoka kwa watu wazima. Kutokana na tukio kama hili, wataalamu wa afya wanatoa ushauri muhimu kwa jamii. Namba 1, elimu ya afya ya uzazi ni muhimu. Watu wanapaswa kujifunza jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi ili kuelewa mambo kama haya ya kisayansi. Namba 2, uwajibikaji katika mahusiano. Mahusiano yenye uwazi na uwajibikaji yanaweza kusaidia kuepuka migogoro ya kifamilia na kijamii. Namba 3, vipimo vya DNA vinaweza kutoa ukweli katika hali ambapo kuna mashaka kuhusu baba wa mtoto. Vipimo vya DNA vinaweza kutoa majibu sahihi ya kisayansi. Na namba 4, watoto wanahitaji upendo na malezi bora. Haijalishi mazingira ya kuzaliwa kwao, watoto wanahitaji kulelewa kwa upendo, heshima na ulinzi. Moja ya matukio yaliyowahi kuripotiwa na wataalamu wa afya yalitokea nchini Brazil. Katika tukio hilo, mwanamke mwenye umri wa miaka 19 alijifungua watoto mapacha wawili. Mwanzoni ilidhaniwa kuwa watoto hao walikuwa na baba mmoja kama ilivyo kawaida kwa mapacha wengi. Hata hivyo, baada ya muda kulikuwa na mashaka fulani. Wakati waliokuwa karibu na familia hiyo waliona kwamba watoto hao hawakufanana sana kimwili. Mmoja wao alionekana kufanana zaidi na mwanaume mmoja, wakati mtoto mwingine alionekana kufanana na mwanaume mwingine. Kutokana na mashaka hayo, madaktari waliamua kufanya vipimo vya DNA ili kubaini ukweli wa vinasaba vya watoto hao. Matokeo ya vipimo hivyo yalikuwa ya kushangaza. Vipimo vilionyesha kwamba mtoto mmoja alikuwa na vinasaba vinavyolingana na mwanaume mmoja. Mtoto mwingine alikuwa na vinasaba vinavyolingana na mwanaume mwingine. Hii ilithibitisha kuwa mapacha hao walikuwa na baba wawili tofauti, ingawa walizaliwa siku moja na walikuwa na mama mmoja. Mwili wa binadamu una siri nyingi za ajabu. Tukio la mapacha kuwa na baba wawili ni nadra sana, lakini inawezekana kisayansi.
Makala hii ni maalum kwa ajili ya kujifunza tu. Hii inatufundisha jambo moja muhimu: sayansi ya mwili na wa binadamu ni kubwa sana, na bado tunaendelea kujifunza kila siku. Usisahau kuweka maoni yako hapo kutuambia ni kitu gani ungependa kujifunza katika video ijayo.